tofauti na sana basi miaka mingi. Sijasoma sana hapo, ila naweza nikamsaidia sana katika utume. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nini maana ya utume? Au nini maana ya kuuzwa kwenye utume? Katika kitabu kile cha juzi tukasoma kwenye kitabu kile cha Warumi 7:14. Warumi 7:14 tulisoma juzi kwamba asema kwa maana twajua ya kwamba kwa maana twajua torati asili yake ni ya rohoni, bali mimi ni mtu wa mwilini, nimeuzwa chini ya dhambi. Nini maana ya kuuzwa chini ya dhambi? Asema kwa maana torati asili yake ni rohoni. Alikuwa anamaanisha torati asili yake ni ya rohoni, lakini mimi ni mtu wa mwilini. Anasema nimeuzwa chini ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Ameuzwa chini ya wapi? Ya dhambi. Sasa maandiko yanasema 15, sema maana sijui nilifanyalo. Sio kwamba anachokifanya kijui, ila anasema hajui alifanyalo. Hajui alifanyalo. Kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nilichukialo ndilo nilitendalo. Lile ninalolichukia ndilo ninalolitenda. Huyu anasema anazungumza mtumishi wa Mungu Daudi ni Paulo. Katika Biblia kitabu kile cha Ezekiel 16, maandiko mstari wa kwanza asema, neno la Bwana likamjia tena kusema, neno la Bwana likamjia tena kusema. Ina maana nilisha useme Bwana Mungu awaambie Yerusalemu hivi, asili yako na kuzaliwa kwako watoka katika nchi ya Kanaani. Hebu ulize swali. Mungu anazungumza na Ezekiel anamwambia hivi, anamwambia machukizo yako maeneo haya. Anakuelezea sasa machukizo yake yako maeneo gani. Hizo machukizo yao yanaanzia wapi? Anamwambia asili yako na kuzaliwa kwako kutoka katika nchi ya Kanaani. Anasema nchi ya Kanaani inamaanisha ardhi, anamaanisha ardhi iliyozaliwa. Kila mtu hapa ana mahali alipozaliwa. Labda anaweza kusema kisema Kibosho, mfano sio pale unasema Kibosho, hili ni Kibosho. Tunasema ni ardhi ya Kibosho. Sasa anaposema Kanaani anazungumza ardhi iliyozaliwa. Kwa hiyo tukisema kwa mfano pale Rombo tunazungumza ardhi ya Rombo. Kwa maana umezaliwa pale ndio Kongo lako lililotokea pale. Maana sema asili ya kuzaliwa kwako katika nchi ya Kanaani. Ndio wewe unazungumza asili ya kikabila. Sema asili ya kikabila. Sasa kuna asili ya kikabila. Hapa kuna asili ya kikabila. Sasa hii inamata katika ardhi. Hii inaunganisha katika eneo la nini? Tunasikia hawa ni Wamachame. Tunazungumza ardhi ya Machame. Tunasema hawa ni Waroho. Tunazungumza ardhi ya Roho. Tunasema hawa ni Wanyaturu. Tunamaanisha ardhi ya Wanyaturu. Sasa ukizaliwa kule Nyaturuni kuna tabia za asili za nini? Za ardhi ya nini? Wapi? Ya Wanyaturu. Ziko pale tabia za asili. Umeelewa? Sasa ziko tabia za asili ya nchi. Alafu kuna tabia za asili za ukoo. Alafu kuna tabia za asili ya familia. Bwana asifiwe. Sasa hizi zote tumezijumlisha kupata tabia aina 3 ambazo zinaishi kwa mtu mmoja. Umeelewa vizuri sana? Jinsi ambavyo shetani aliwekeza mambo mengi mazito kwetu ambayo tunahitaji sana kufanya mapambano. Bwana asifiwe. Tumeona sasa hapa
tunaenda tupolepole ili nielewe sana. Alafu akasema kwamba asema katika nchi ya Kanaani, akasema Mwamori alikuwa baba yako na mama yako alikuwa Mwiti. Anamaanisha sasa katika hizi nchi ambazo tunaziona hapa kama hivi, nimezungumza kwamba na babako anaweza kaa katika nchi ya Roma kwa mfano. Sasa mtoto huwa mara nyingi anachukua kabila la baba. Nimesikiza vizuri? Mara nyingi mtoto huwa anachukua kabila la baba. Sasa ndio maana nazungumza ardhi moja hapa. Sasa babako anapokuwa Mwamori, anatokaje katika nchi ile ya Mwamori? Kwa hiyo babako anasema mamako alikuwa Mwiti, sivyo? Babako alikuwa Mwamori. Sasa anamaanisha kwamba mamako ni Machawi kwa mfano. Mamako ni Machawi, alafu babako wewe ni Mroma. Umeelewa? Sasa wewe unazaliwa katika nchi ya Roma. Sasa tukuuliza wewe kabila yako familia kabila la Roma ni Roma. Kwa nini sasa ni Roma? Kwa sababu babako ni Roma. Sasa usema mimi ni Bari kwa sababu mama ni Bari. Ushei mama katika namna ya kabila. Unashia baba katika namna ya kabila. Wewe ni Bari, ni nani? Ni Roma. Sasa tunakuja kujulisha mambo matatu katika mifumo ya kifamilia. Afu tunakuja kupata katika nchi mambo matatu. Kwa jumla yake tunapata mambo 6 ambayo shetani ametufunga nayo katika namna ya kimizimu. Sasa mizimu na kwenda mule ikisimamia hizi taratibu. Kwa mizimu inajua hii mifumo ya kikabila, inajua mifumo ya kiukoo, inajua mifumo ya kifamilia. Kwa hiyo wale ndani ya ile mifumo ndio wanakaa kama unasikia Torati ni sheria. Si unaelewa? Wanaingia kwenye ile mifumo, wanakaa mule katika kuendesha taratibu zote za maisha ya binadamu. Amen. Sasa hapa naposema nimeenda kwa mtumishi please, mambo si speed. Haleluya. Akasema mamako Mwamori alikuwa baba yako na mama yako alikuwa Mwiti, kama nimeshaelezea. Sasa mama ni Mpare, baba ni Mromo. Sasa mtoto anachukua kabila la baba. Amen. Lakini pia sasa anashare kwa mama ni anashare vinasaba kwa mama. Anashare vinasaba ambavyo tunaita nusu kwa mama. Lakini pia mama yake anashare kwa bibi vinasaba. Pia mama yake anashare kwa baba vinasaba. Kwa hiyo wanashare. Sasa akishare kule, anapokuja kuhama naolewa na babako, anapoolewa kwa babako, kuna mifumo ambayo babako anatakiwa afanye ili wewe salama. Kwa sababu anatakiwa alipe mahari, sawa? Atakuwa alipe mahari. Asipolipa mahari atakuwa hajafanya kitu hicho. Sikiza vizuri. Kama babako alikuzaa wewe kulipa mahari, maana yake kufunga mlango. Wala kufunga mlango kumilikiwa na mizigo upande wa bwana kwa mama yako, sawa? Kwa hajafunga ule mlango. Kwa hiyo bado unamilikiwa na mifumo ya kule kwa mama yako sababu hajafunga mlango. Mahari tafsiri yake ni kufunga mlango usio wazi ili wewe usikuamini. Amen. Ndio vizuri sana. Sababu kama alijalipa mahari, sasa mifumo yote ya kweli inakuwa kama vile kwa baba vile, inakuwa na control vile vile. Sababu wewe una hali mbaya kuliko yule ambaye amelipiwa mahari, sawa? Umesikia vizuri? Kama baba hajalipa mahari, sawa? Sasa unaote hapa, unaote hapa baba hajalipa mahari, utaenda kwenye ubatizo, nitakuelekeza cha kufanya kwenye hilo ubatizo. Amen. Amen. Mimi 90, sawa? Au 80%. Kama baba umefeli, anakupa kushindwa 100%. Kwa hiyo wewe aliposhindwa kulipa mahari, wewe unakuja kwa mfano sasa unakuja wewe kijana wa kiume. Unataka kuoa, babako hajalipa mahari, unaoaje babako hajalipa mahari? Unaweza kuoaje babako hajalipa mahari? Inabidi baba alipe mahari kwanza. Hafundu ukalipe mahari kwa mwanamke. Sasa wewe usipe mahari kama babako hajalipa mahari. Kwa hiyo lazima umlipie babako mahari kwanza. Sio kama unaelewa? Hivi unajua hizi tabati. Okay. Inawezekana dadako kama akaolewa kwa ndoa, kwa mfano. Una dada aliyetoka kwenye tumbo la mama, hakuolewa kwa ndoa ya harusi. Wewe sasa ulioko hapa unayefuata, yaani unayefuata dada, uwe na hakika kwamba unaweza ukafika. So dada ametangulia njia mbaya. Dada ametangulia njia mbaya. Kwa unafanyaje wewe? Lazima ufanye kitu. Angalia sasa anachosema hapa Ezekiel asema na katika habari za kuzaliwa kwako siku ile uliozaliwa kitovu chako hakikukatwa. Anampa taarifa ya kwamba kitovu hakijakatwa. Kitovu haimaanishi kitovu unachokiona hapa.
Unajua watu wengi wajui nini maana ya kitungu hapa hichi kitovu, maana hichi kilikuwa kuna kazi moja kwenye tumbo la mamako, ndicho kilichokuwa kina share chakula anachokula mama, maji, akinywa pombe, akila udongo, una share kupitia kile kitovu. Kwa mamako anachokila na wewe unakila. Sawa? Kwa hiyo mko mnashare chakula pamoja na mama. Kwa hiyo mamako akitukana na babako unasikia. Kwa sababu unashare kila anachopitia mama katika kipindi kile tumboni. Ndio maana kitovu. Sasa pia kitovu kina maana nyingine ya pili. Maana nyingine ya pili kina connect familia by familia. Ikiwa familia yenu wote mna vitovu kwa mfano, si ndivyo? Wote ni connection moja, kwa sababu ule utumbo ndio tunaita mnyororo wa connection. Sawa? Sasa anaposema kitovu chao hujatoka, maana kwamba hujatoka kwenye connection ya asili ya damu ya baba yako na mama yako. Kwa alizungumza ushirikiano bado unaendelea. Sawa? Umeelewa vizuri? Kwa hiyo sasa katika mifumo sasa ya connection katika kuzaliwa unahamisha vitu kadha wa kadha ambavyo vinasimamiwa na mizimu. Tuache tu tabia hizi zimekuwa matishio sana kwenye maisha yetu, hasa za asili. Si unaelewa? Hapa tumekaa hapa ndani, kwa mfano kanisani tunakutana zaidi ya makabila zaidi ya 7 au 10 kwa mfano, sio? Lakini pia tunakutana na koo mbalimbali kanisani, Mashayo na Nanga. Lakini katika maisha tunaokaa pamoja hivi, kila mtu ana tabia zake. Tabia hizi zimetoa kwenye mfumo aina 3. Mfumo wa kwanza ni ule mfumo wa kifamilia. Mfumo wa pili ni mfumo wa ukoo. Mfumo wa tatu ni kukopi kwenye mazingira. Kwa hiyo kuna tabia zingine tunaweza tukakopi kwenye mazingira tunazofahamu kulingana na mifumo ya ndani. Yaani mifumo yako ya ndani inaweza ikachukua tabia na ikabeba. Yaani wewe ni kama sumaku inawao. Lakini pia wao wakiwaona ni watu waliokufa. Sasa walikuwa wanawaona kwamba ni watu waliokufa. Kwamba wao watu waliokufa sasa ndio wanaenda kuzungumza na Mungu ambaye ni Mungu wa mizimu. Sasa anapozungumza mizimu, tunaposema mizimu, sasa hatuzungumzi mlengwa. Bado hatujazungumza mlengwa. Mizimu ni ile inayotuvaa, ambayo inatuendesha, ambayo inatutawala. Sasa bado Mungu mwenyewe sasa, ambaye wewe sasa ndio mla sadaka maalum, ndio mla sadaka, ndio mtoa agizo, ndio amiri jeshi mkuu anayeamrisha leo kwamba ukoo fulani ushirikiwe kwa muda fulani, magonjwa fulani haya yanapaswa yaingie kwenye ukoo fulani, yanapaswa haya yaingie kwenye mahali fulani. Watu wamekosea, yeye anatoa amri kwa ajili ya mavamizi na nini. Sasa mavamizi haya yanatokana na mizimu. Sasa mizimu ni jeshi, kikundi cha majeshi ya pepo habari kinachotumia njia ya watu waliokufa. Sasa sio wale watu waliokufa, ila kinatumia njia waliotukufa. Sasa kama bibi, ukimsikia bibi anakaa ndani ya mtu, sio bibi yule aliyekufa. Yule bibi aliyekufa alishaondoka, ila bibi mzimu yule ni ile jeshi la kuzimu, ile jeshi la mzimu linakuja kukaa ndani yako, linachukua taswira na picha ya bibi nzima yote, na kauli za bibi, na sura ya bibi, muonekano wa bibi, kaa ya bibi, tabia ya bibi, anaishi ndani yako, akiendesha maisha yale aliyokuwa anaishi bibi. Bibi shikafa, bibi alishakufa, amezikwa. Sasa kisha zikwa, hayupo, mbadala wake sasa ndio anayekuja, ambaye ni roho ya giza, ambayo ndio hili jeshi la mizimu linaingia ndani ya mtu aliye hai, linamconnect pamoja na aliyekufa. Kwa hiyo tabia za aliyekufa zinaishi ndani ya mtu aliye hai kupitia mizimu. Umeelewa sasa? Sio hapa kama mtu ananielewa sasa. Kama umedaka hiyo andika. Sio wote. Utaandika. Sasa umesikiaje kama utaweza andika. Haleluya. Sasa umeelewa vizuri sasa. Yaani kikundi cha mizimu. Unasemaje? Inatoka na yakopo na